Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Iwapo wajiunga nasi for the first time, nikukumbusha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, then weka comment yako pale, itakuwa vema zaidi. Naam. Nikifika basi nilianza moja kwa moja, nilianzia eneo la inaitwa Kiong'anyo kule Kisii. Kiong'anyo kule Kisii kuna mapolo mafisi wa nyumba 10 watwangana sababu ya mjane. Yaani jamaa hawa wameajiriwa, wamepewa majukumu yao. Hao ni watu wa nyumba 10, watu wa security, watu wa usalama, kuhakikisha kwamba eneo hilo, hizo nyumba ziko na usalama. Lakini badala ya kuwa na usalama, wameenda wakapatana, wakaanza kupigana. Wanapigania nini? Eti wanapigania, kuna mama ambaye mzee aliaga dunia. So wanapigania huyo mama. Wanapigania mjane. Swali najiuliza, hata mjane mwenyewe anajua? Hata mjane mwenyewe anawapenda kweli? Hey, okay. Unajua watu kujijezea tu vitu zingine. Wanaitwa mafisi, timu mafisi washindwe. Naam, kitafakari juu ya hayo, nikatoka kule basi nikarudi mpaka hapa jijini Nairobi. Nairobi hapa kuna utafiti ambao mpya umebaini kuwa jukumu la kulea wajukuu linaweza kuwa na athari hasa kwa afya ya akili ya wazee, hasa likifanywa kwa muda mrefu bila msaada wa kutosha. Watafiti wanasema kwamba ingawa kuwalea wajukuu kunaweza kuleta furaha na mshikamano wa kifamilia, mzigo wa wajukuu majukumu ya malezi kifedha na kihisia huongeza hatari ya msongo wa mawazo. Kwa hivyo please, wanasema ripoti inaonyesha kwamba unajua inaweza ikaleta hatari kwa wazazi. Kama una wazazi wako wazee, unaachia wajukuu wale, please, walishamaliza kulea. Ukiweza, unless kama ni kitu ambacho you can't avoid, lakini ukiweza wale mwenyewe, si kwa sababu ya nyingine. Lakini unajua mzee fikira vile alikuwa akifikiria akiwa na watu wake wadogo, sasa hivi ni mzee, please usimpatie stress nyingine, inaweza kumletea msongo wa mawazo na hata jua vile atajitoa ndani. So please tusimalize wazee wetu mapema, lakini kama huna otherwise it's okay. Naam. Nikitoka basi eneo hilo la Nairobi nikavuka mpaka Nakuru mjini. Nakuru mjini kuna mwanadamu mmoja ambaye ni mfanyabiashara maarufu ameripotiwa kuposwa kwa mara ya 10 baada ya mpenzi wake mpya kumvisha pete ya uchumba, kisha wakaanika picha kwenye mtandao ya kijamii. Yaani hii ni posa ya 10. Umekuwa na wachumba wengine 9, huyu ni wa 10. Kwani unatafuta mtu aina gani? Unatafuta malaika ama? Ana miposa hii ni mara 10, lakini pia wengine ni bahati wanakosa. What is happening? Nini inasababisha hiyo? Hai, semi kitu. Kumbuka basi kiposa huyo Sonko maarufu azua msisimuko kwa kuposwa mara 10 times. Hawa chumba wenyewe hata tunakumbuka wote. Labda amesahau wengine. Na mkitoka kule basi nikasema hapana, wacha nivuke niende majuu kidogo. Nikavuka mpaka Manchester, Uingereza. Manchester, Uingereza, sehemu timu ya Manchester, anasema eneo. Manchester, Uingereza, kuna diwani wa zamani akiri kumbaka ex miaka 13. Buda mmoja ambaye aliwahi kuwa diwani anaitwa Philip Young, mwenye miaka 49, amekiri makosa ya kumlewesha kwa dawa na kumbaka mke wake wa zamani kwa kipindi cha miaka 13. Yaani amekuwa for 13 years mke wake wa zamani. Anabaka, namlewesha tu. Hii dunia na mambo Satan. Naam, nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi eneo la wapi? Nice, Ufaransa. Nice, Ufaransa, kuna mmoja ambaye alia mke umkausha na kuchangamkia wa nje. Polo mmoja mjini hapa anaelezea masaibu ya ndoa yake akisema mke wake mlevi hana hamu na tendo la ndoa naye kama mme, lakini anachangamkia wanaume wengine. Sasa swali najiuliza, kwani mbona changamkia wengine? Kwani kuna nini? Iko nini? Kwa hivyo jamaa mpaka amefika mahali analia. Sasa atasaidiweje? Huyu unaweza msaidiaje? Sijui. Ni mambo ya kushangaza. Wanandoa na mambo ya ndoa achana nayo. Ilifanyika wapi? Eneo la Nice, Ufaransa, yani France kule. Mimi hapa ni VMM kwenye pita pita. Nasema tuadiane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, lakini nasema hivi. Kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Hakikisha kwamba umeweza kusubscribe pale na Mungu akutende wema. Chini hapa kuna neno subscribe. Click neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, then copy the link and share, weke comment yako pale. God bless you. Kwenye pita pita, kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.